Okay, asanteni sana ndugu waandishi wa habari kwa kufika katika ukumbi huu siku ya leo kutusikiliza. Tuna nini ambacho tunataka kuzungumza, ambacho tungetamani Watanzania wenzetu watusikilize na watuelewe kwenye mambo ambayo tunakwenda kuzungumza. Awali yote nijitambulishe, naitwa Felix Liata, ni mjumbe wa Baraza Kuu la Chadema Taifa, lakini vile vile ni mjumbe wa mkutano mkuu wa Chadema Taifa kutokea wilaya ya Sikonge, mkoa wa Tabora, kama katibu wa wilaya. Ndugu zangu, mtakumbuka mkutano wetu uliopita tulipowaita tulijadili kuhusiana na yale ambayo yalikuwa yakiendelea, hususan yanayohusu wale watu wanaoitwa G55 na msimamo wetu wa chama wa no reform no election. Kwa leo tumewaita ikiwa ni muendelezo wa ile kitu ambayo inaitwa no reform no election. Lakini leo mimi nataka kuzungumzia swala moja ambalo linatokana na kauli za hivi karibuni ambazo zimekuwa zikitolewa na watu wa G55 lakini na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuhusiana na operation yetu ya no reform no election. Ndugu waandishi wa habari, mnafahamu kwamba chama chetu kwa sasa kiko kwenye operation kabambe ya no reform no election, ambayo sasa hivi viongozi wa kitaifa wanazunguka nchi nzima kuwaelimisha wananchi na kuwaeleza kwa nini no reform no election, kwa nini pasipo na mabadiliko hakuna uchaguzi. Wakati hii operation inaendelea, kuna jambo moja nataka kushare na nyinyi. Kama mtakumbuka, tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025 kulikuwa kuna zoezi lililokuwa limeandaliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, zoezi la vyama vya siasa kusaini kitu kinachoitwa maadili, kanuni za maadili ya uchaguzi, ambapo vyama viliitwa kwenda kusaini hiyo maadili ya uchaguzi. Kama tunavyoona, vyama 18 vilikwenda vikasaini ile kanuni za maadili ya uchaguzi, lakini Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakikuweza kushiriki kwenye zoezi hilo. Baada ya kuto kushiriki kwa Chadema, mkurugenzi wa tume Bwana Kailima alijitangazia taifa kwamba vyama vitakavyoshiriki uchaguzi ni vile vyama 18 tu ambavyo vilisaini ile inayoitwa maadili ya uchaguzi. Baada ya kutangaza hivyo, ulizuka mjadala mbalimbali. Kuna mijadala ya kisheria, ilikuwepo na mijadala ya kisiasa, na hii ni kwa sababu baada ya zoezi kukamilika ikatolewa taarifa kwamba kwa sababu Chadema haikushiriki kusaini zile kanuni za maadili ya uchaguzi, basi haitoshiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025. Hii ndio kauli ambayo ilisababisha kutokea kwa mijadala mingi, mijadala ya kisheria na mijadala ya kisiasa, hususan kuzungumzia swala la Chadema kutoshiriki uchaguzi. Baada ya hilo kutokea, kuna kitu kikatokea ambacho kinazungumzwa sana na watu wa G55. Wengi wanasema Chadema kutoshiriki uchaguzi kutapelekea Chadema kufa, na wamekuwa wakieneza sana propaganda kwamba Chadema isiposhiriki uchaguzi itakufa. Maeneo mengi kwenye social media, vikao mbalimbali wanajadili kwamba Chadema kutoshiriki uchaguzi itakufa. Kwa hiyo swala ambalo nataka nilizungumzia siku ya leo, nataka nizungumzie kidogo kuhusu hii kauli ya kwamba Chadema isiposhiriki uchaguzi itakufa. Ndugu waandishi wa habari, kwa sisi ambao tunafahamu siasa na ambao tumekaa kwa muda mrefu kwenye siasa za nchi hii, tunafahamu ni nini kinapotokea chama kinakufa. Kwa sababu katika nchi yetu tuna vyama vingi ambavyo tayari vilikuwepo na sasa hivi havipo. Sasa hii kauli ya kusema kwamba Chadema isiposhiriki uchaguzi itakufa ni kauli ambayo inatolewa na watu ambao pengine hawana uelewa wa masuala ya kisiasa, wanashindwa kuelewa metamorphosis ya chama inakuwaje mpaka chama kinakufa au mpaka chama kinafanya nini, kina star.
Sasa mimi kwa maelekezo ambayo nataka niyatoe hapa, nataka niwahakikishie hawa ambao wanaita G55 ambao wanatumia neno hilo kama kuwakatisha tamaa wanachadema, kama kuwakatisha tamaa wananchi wa Tanzania kwamba Chadema isiposhiriki uchaguzi itakufa. Nataka niwaambie hivi, chama chochote cha siasa, uhai wa chama chochote cha siasa unategemea misingi ya kuzaliwa kwake. Ukiona chama cha siasa kimekufa, basi ujue wazi kwamba chama hicho kimekufa ni kwa sababu kimesahau misingi ya kuzaliwa kwake. Misingi ya kuzaliwa ambayo linakuwa ndio lengo la chama kuanzishwa ndio iliyobeba uhai wa chama chochote cha siasa. Lakini swala la kusema kwamba chama kisiposhiriki uchaguzi kinakufa, hii inaweza ikawa ni sababu mpya ambayo haina uthibitisho wa aina yoyote. Niwape mfano. Tunapozungumzia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ni chama ambacho kilianzishwa kikiwa na malengo madhubuti ya kutetea haki, maendeleo, demokrasia na uhuru wa kweli katika nchi yetu. Kwa Chadema imeendelea kukua na kukubalika miongoni mwa Watanzania kwa sababu inaishi katika misingi yake. Ni chama ambacho kinatetea haki, demokrasia, uhuru na maendeleo. Kwa hiyo chama hiki miaka yote zaidi ya 30 kilioishi kimeendelea kustawi kwa sababu kinaishi katika misingi yake. Kwa ili Chadema ife ni labda iachane na misingi yake. Itakapoachana na misingi ya kutetea watu, itakapoachana na misingi ya kutetea demokrasia, itakapoachana na misingi ya kutetea uhuru wa nchi hii, maana yake hapo ndio Chadema itakufa. Kwa Chadema haiwezi kufa eti kwa sababu kailima au kwa sababu Tume ya Taifa ya Uchaguzi eti imetangaza kwamba Chadema haitoshiriki uchaguzi. Kwa Chadema kutoshiriki uchaguzi ife. Hapana. Huu ni mfano mdogo tu. Kwamba chama chetu kimekuwa ni maarufu, kinakubalika miongoni mwa Watanzania, sio kwa sababu ya kushiriki uchaguzi, ni kwa sababu ni chama ambacho ni makini, kipo kwenye misingi yake ya kutetea watu, haki, maendeleo na uhuru wa kweli. Kwa hiyo niwahakikishie hawa G55 na Chama cha Mapinduzi kwamba Chadema haiwezi kufa eti kwa sababu ya kutoshiriki uchaguzi, kwa sababu Chadema bado iko katika misingi yake. Lakini nitoe mfano mmoja wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi, wote katika historia tunakumbuka, kilizaliwa kama chama cha wakulima na wafanyakazi. Umaarufu wa Chama cha Mapinduzi ulitokana na kwamba ni chama cha wakulima na wafanyakazi. Sasa ni nini kilichosababisha Chama cha Mapinduzi kupoteza mvuto na kufa? Ni kwa sababu kilisahau misingi ya kuzaliwa kwake. Kilisahau kuwatetea wakulima, kimeacha kuwatetea wafanyakazi, kimeacha kulinda rasilimali za nchi, kimeacha kujali haki za Watanzania. Ndio maana Chama cha Mapinduzi kimekufa. Na ndugu waandishi wa habari, mnaweza mkanihoji ni kwa nini nasema Chama cha Mapinduzi kimekufa wakati kipo madarakani. Ndugu zangu, hatuhitaji ushahidi mwingi sana wa kujua Chama cha Mapinduzi kimekufa au kinaishi. Moja ya jambo ambalo linaweza likathibitisha kwamba Chama cha Mapinduzi kimekufa ni Chama cha Mapinduzi kuogopa na kukimbia uchaguzi. Sababu kubwa inayowafanya CCM wakimbie uchaguzi, waendelee kukumbatia sheria mbovu za uchaguzi, waendelee kutengeneza kanuni mbovu za kiuchaguzi, ni kwa sababu wanafahamu wamepoteza political legitimacy kwa watu. Yaani imepoteza umaarufu, imepoteza uungwaji mkono, na ndio maana inaamini sasa kubaki madarakani kwa kutumia njia za kidanganyifu, ubabe na kutumia dola kuendelea kubaki madarakani. Kwa Chama cha Mapinduzi in short ni chama ambacho kimefia kikiwa madarakani. Hakina system, hakiungwi mkono, kimebaki kinapumua kwa nguvu ya dola. Sasa ingekuwa chama cha siasa eti kinakufa kwa sababu ya kutoshiriki uchaguzi, hii Chama cha Mapinduzi leo kimekufa kikiwa madarakani, kikiwa ndio kinachoongoza masuala ya uchaguzi. Kwa niwahakikishie Chadema haiwezi kufa
kwa sababu ya kutoshiriki uchaguzi, kwa sababu kuna vyama ambavyo vimekufa vikiwa vinashiriki uchaguzi. Miongoni mwa vyama vilivyokufa vikiwa vinashiriki uchaguzi ni Chama cha Mapinduzi. Kimepoteza umaarufu wake, kimepoteza nguvu zake, kimepoteza umaarufu kwa sababu kilisahau misingi ya kuzaliwa kwake. Kwa hiyo nabaki pale pale kwenye msisitizo kwamba chama chochote cha siasa kinakufa na kupoteza nguvu na mvuto pale kinaposahau misingi ya kuzaliwa kwake. Kwa Chadema hatujasahau misingi ya kuzaliwa kwetu, kwa tutaendelea kuwepo, tupo na tutaendelea kuimarika siku hadi siku, kwa sababu jukumu letu la kulinda haki za Watanzania, demokrasia na uhuru wa kweli bado tunalitekeleza kwa viwango vikubwa. Lakini ndugu zangu, nimalizie mfano mwingine. Kuna vyama ambavyo vimekufa, vimepoteza popularity, vimepoteza political legitimacy kwa umma vikiwa ndani ya uchaguzi. Chama cha Wananchi CUF kilikuwa ni chama kikubwa cha upinzani nchi hii, lakini kimepoteza mvuto, kimepoteza popularity, kimepoteza legitimacy kikiwa kinashiriki uchaguzi. NCCR Mageuzi ni chama ambacho tangu mwaka 95 kilikuwa kina nguvu, kilikuwa ni chama ambacho ni popular, lakini kimepoteza nguvu na kimekufa. Sio kwa sababu hakikushiriki uchaguzi, ni kwa sababu kilisahau misingi ya kuzaliwa kwake, kilisahau majukumu iliyoyafanya kizaliwe, kikapotea, lakini kilikuwa ndani ya uchaguzi. Lakini ukija kwenye chama cha TLP, Tanzania Labour Party, ni chama ambacho kimepotea kwenye ulimwengu wa siasa kikiwa katika uchaguzi. Kwa hizi propaganda za kusema Chadema isiposhiriki uchaguzi itakufa ni propaganda za kihuni, za uongo, ambazo zinapaswa kupuuzwa na kila mtu mwenye akili timamu. Kwa Chadema itaendelea kuimarika kwa sababu ndicho chama pekee katika nchi hii kinachotetea haki, demokrasia, maendeleo na uhuru wa kweli. Na haya yote yametajwa katika katiba ya Chadema kwenye sura ya 4. Katika katiba yetu ya chama tumetaja lengo, madhumuni ya kuanzisha chama chetu, na tumeyagrupu katika makundi matatu. Tuna malengo ya kijamii, ya kisiasa, ya kiuchumi. Ukisoma yote kwa ujumla unagundua chama chetu ni chama ambacho kiko systematic, ni chama siasa, ni chama ambacho ni smart, ambacho kinajua nini kinachofanya. Kwa hawa G55 pamoja na Chama cha Mapinduzi waache kupotosha umma kwamba eti Chadema isiposhiriki uchaguzi haiwezi kuishi, itakufa. Kwa hiyo nakumbusha mtu habari. Kwa hiyo Chadema haiwezi kufa, ipo na itakuwepo siku zote. Lakini nataka niwakumbushe kitu kingine Watanzania wenzangu. Maana nimeona hawa G55 na watu wengine wana CCM wenzao wanasema, lengo la chama cha siasa ni kushika dola. Mtashikaje dola kama mnasusia uchaguzi? Kwanza nataka niweke clear jambo moja. Hakuna sehemu ambapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tumesema hatutoshiriki uchaguzi. Sisi kauli yetu ni very clear. Ni no reform, no election. Bila ya mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi, mfumo wa tume, hakuna uchaguzi. Na hakuna uchaguzi sio Chadema itasusia uchaguzi. Hakuna uchaguzi. Kwa sisi tusipokuwepo kwenye uchaguzi, CCM hawatakuwepo na vyama vingine vyote 18 havitakuwepo, kwa sababu what we demand reforms. Hatujasema sisi kwamba eti sisi hatutashiriki uchaguzi. Kwa hao wanajaribu kupindisha maneno, na ndio maana nimejaribu kuwaeleza kwa kina kwamba chama cha siasa hakiwezi kufaidi kwa sababu hakijashiriki uchaguzi. Kwa hiyo napenda niweze kumaliza hoja hii kwa kuwakumbusha kwamba no reform, no election ni moja ya mikakati ya chama kushika dola. Na kama chama lengo lake ni kushika dola, ni vema kila mtu mwenye akili ajiulize, kukipeleka chama kwenye uchaguzi ambao hauna mazingira ya chama kushika dola kulingana na mfumo kuwa wa kihuni,
Kuna maana gani? Kama lengo letu kama chama ni kushika dola, manake ni lazima tuingie kwenye uchaguzi wenye mazingira mazuri yatakayotuwezesha sisi kushika dola. Kwa kuingia kwenye no reform no election ni moja kati ya mpambano ambao upo ndani ya lengo la chama la kushika dola. Kwa sisi kama chama tumeona mazingira ya uchaguzi wa nchi hii sio rafiki, hayaturuhusu sisi kushika dola, hayaturuhusu sisi kushinda nafasi mbalimbali za kiserikali kulingana na mazingira na sheria na utaratibu wa nchi yetu kuwa umejaa mambo ya ajabu, mambo ya ujanja, mambo ya wizi, mambo ya utapeli kwenye masuala ya uchaguzi. Kwa the only operation ambayo inaweza katupeleka kwenye malengo yetu ni no reform no election. That's the only operation ambayo inaweza ikatufanya sisi twende. Kwa naomba wale G55 wafahamu kwamba no reform no election is the way kuelekea kushika dola. No reform no election ni msimamo wa kiutu, ni msimamo wa kibinadamu, kwa sababu tumeepusha chama chetu kuingia kwenye uchaguzi ambao uchaguzi huo kila unapokamilika unasababisha watu wanakufa, watu wanakuwa walemavu, familia zinakuwa yatima, kuna watu wanabaki wajane kwa sababu ya uchaguzi tu. Watu wanatumia bunduki, watu wanatumia silaha za kivita kulinda madaraka kwa sababu ya mfumo mbovu wa uchaguzi. Kwa Chadema na no reform no election ni msimamo wa kiutu wa kibinadamu ambao unaheshimu nafasi ya kila mmoja. Kwa ndugu zangu, kwa kumalizia hoja hii niseme na wapongeza sana wale wote ambao walikuwa G55 ambao baada ya kujitambua wakaona G55 ni mradi wa Chama cha Mapinduzi, wakaamua kurejea nyumbani kwenye hoja ya msingi, kwenye msimamo wa chama. Na wale waliobakia kule kwenye G55 natoa wito na nawashauri waje tuendelee kupigania no reform no election, kwa sababu ndio operation pekee itakayoleta matumaini mapya katika nchi yetu. Na wale waliobakia kule kwenye G55 natoa wito na nawashauri waje tuendelee kupigania no reform no election, kwa sababu ndio operation pekee itakayoleta matumaini mapya katika nchi yetu. Nimalizie kwa hoja ya mwisho. Hoja ya mwisho inatokana na hili ambalo leo kila mmoja analizungumza katika taifa letu. Ni juu ya Lissu, mwenyekiti wa Chadema taifa, kushikiliwa na vyombo vya dola kwa kesi ya uhaini. Ikiwa leo ni tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2025, Jumatatu ya Pasaka, tukiwa tumetoka kumaliza mfungo wa Kwaresma, nataka niwakumbushe kitu kimoja kabla sijaongea jambo lolote. Wakati Yesu Kristo akihubiri injili duniani, akiwepo duniani, kuna wakati aliwahi kukutana na askari katika mahubiri yake. Baada ya kuhubiri sana kwenye kile kitabu cha Luka 3 mstari wa 14, Biblia inasema, na baadhi ya askari wakamuuliza, na sisi je, tufanye nini? Yesu akawajibu, msichukue fedha za watu kwa nguvu, msiwashtaki watu kwa kuwasingizia makosa, bali toshekeni na mishahara yao. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Yesu akiwaambia askari. Na nukuu haya kabla sijasema ni nini ninachokwenda kuzungumza kuhusiana na hii kesi ya uhaini ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu amepewa. Lakini pia ukienda kusoma katika kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 7, Biblia inasema, ujiepushe na mashtaka ya uongo, wala usimuue mtu asiye na hatia au mtu mwaminifu, maana sitamhesabia hatia yeye asiye na hatia. Ndugu zangu, kwa kauli hizo mbili kutoka katika kitabu kitakatifu cha Biblia, nataka niongeze na hoja moja. Waswahili wanasema hakuna jambo kesi ya kutungwa. Ni mkakati wa serikali na Chama cha Mapinduzi kudhibiti ajenda ya no reform no election. Kila mmoja anajua, kila mmoja anafahamu, na ndio maana tumesikia matamko ya jumuiya za kimataifa,
asasi za kiraia, taasisi za kidini, makundi mbalimbali ya kijamii yakishauri na kuishinikiza serikali imwachie huru Mheshimiwa Tundu Lissu, kwa sababu everyone, kila mtu anajua kwamba mashtaka aliyopewa Mheshimiwa Lissu ni mashtaka ya uongo, ni mashtaka ambayo yanalenga kudhoofisha harakati za mageuzi ya kisiasa katika nchi. Kwa hiyo mimi niungane binafsi, niungane na Watanzania wote wapenda haki, niungane na asasi za kiraia, niungane na jumuiya za kimataifa, niungane na balozi zote zinazowasilisha nchi yao katika nchi yetu kupinga na kulaani kitendo cha kuendelea kumshikilia Mheshimiwa Tundu Lissu kwa shtaka ya uongo. Na ndio maana waandishi wa habari, nimerejea katika Biblia, Yesu anawaambia askari wa Herode kwamba msichukue pesa za watu kwa nguvu wala msiwasingizie watu makosa. Lakini nimerejea kwenye kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 7 ambapo Mwenyezi Mungu anakataza kuwapa watu makosa ya uongo. Naiomba mamlaka husika, kwa jeshi la polisi na vyombo vya dola. Nchi hii ina historia kubwa sana. Ina historia ya mapendano, ina historia ya kuheshimiana. Ni nchi ambayo duniani kote miaka mingi ilikuwa ikiitwa kisiwa cha amani. So sidhani kama ni jambo la msingi au la muhimu kutaka kuichafua nchi yetu kwa propaganda za uongo. Leo dunia ijadili Tanzania kama ni kisiwa cha uhaini. Leo tuijadili Tanzania kama kisiwa cha fujo, kwamba sisi tumekuwa tunafanya siasa ambazo zinaweza zikapelekea fujo baadaye. Mimi kama nilivyosema, naungana na wanaharakati na jumuiya zote na Watanzania wote kuzitaka mamlaka husika hata kabla ya tarehe 24 ya kesi wamwachie huru Mheshimiwa Tundu Lissu ili tuendelee na majukumu mengine ya kisiasa. Nchi hii ni yetu wote. Kila mmoja anahitaji kuiona nchi hii ikiendelea kuwa nchi ya amani, nchi ya ustahimilivu, nchi ya kupendana. Hakuna anayetegemea hata siku moja kwamba nchi hii kitakuwa kisiwa cha kusingiziana kesi, kitakuwa kisiwa cha kujazana hofu za kisiasa, kwamba nikisema hivi uhuru wangu unakuwa hatarini. Kwa hiyo tunaitaka mamlaka husika iweze kumwachia Tundu Lissu huru haraka sana. Na mwisho nimalize kwa kusema yafuatayo. Jambo la kumshikilia Tundu Lissu linaweza likawa linatizamwa kwa upande mmoja, upande wa kisiasa. Lakini jambo hili lina athari hata kwenye masuala ya kiuchumi. Lina athari kwenye masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Labda niwape mfano. Nchi yetu sisi ni maskini sana. Ni nchi ambayo inategemea wawekezaji, inategemea investors kutoka mataifa mbalimbali, inategemea watalii, inategemea biashara za kimataifa ili iweze kustawi kiuchumi. Leo unawashawishi vipi watalii kutoka mataifa mengine waje kutalii katika nchi yenye uhatarishi wa uhaini? Leo unasema kwamba Tanzania kuna jaribio la uhaini, alafu kesho tunataka watalii watoke Uingereza, watoke Ujerumani waje Tanzania kutalii kwenye nchi ambayo ina majaribio ya uhaini. Kwa hiyo tutakosa watalii, tutakosa wawekezaji kwa sababu ya propaganda ya wahuni wachache walioko katika nchi wanajitengenezea miradi tu bila kujali effect za pili. Tutapoteza a lot of millions, tutapoteza kodi, tutapoteza watalii, wawekezaji, kwa sababu tumeishaiweka nchi yetu kwenye ramani kwamba ni nchi ambayo ina mgogoro wa kisiasa ambao unapelekea majaribio ya kuhaini, jambo ambalo sio kweli. Kwa hiyo napenda niwasihi sana mamlaka husika kwamba nchi hii bado ni maskini, tunahitaji kuendelea kuifanya kuwa sehemu salama ya uwekezaji na biashara. Lakini hata kijamii tunaijaza hofu jamii ya Watanzania. Unapotengeneza propaganda nzito kama hii kwamba fulani ni muhaini, unatengeneza hofu katika jamii. Jamii inapotambua kwamba vyombo na mamlaka husika zinasingizia watu kesi, unapoteza imani ya jamii kwa serikali yao. Sasa tunafika huku ni kwa sababu kuna watu wanaamini nchi ni ya kwao, wanaweza kufanya chochote. Kwa hizo ni effect za kiuchumi na kisiasa, lakini za kiuchumi na kijamii. Lakini ukienda kisiasa, swala la kumshikilia Mheshimiwa Lissu, mnatengeneza uhasama wa bure. Mnajaza watu roho za chuki.
mnajaza watu roho za hasira, mnaifanya nchi iwe na watu waliokosa amani, watu wenye visasi, watu wenye hasira ambao siku vikija kutoka nje tunakuwa tunalihatarisha. Kwa hiyo naiomba mamlaka husika inayomshikilia Tundu Lissu wamwachie haraka, kama ambavyo taasisi za kidini, za kiraia, jumuiya za kimataifa zimetaka. Tunamuomba Mheshimiwa Lissu awe huru, na kama wataendelea kumshikilia, sisi tarehe 24 tutakuwepo mahakamani. Watu watatoka Katavi, watu watatoka Kigoma, tutaungana na watu wa Tabora, tutakwenda Dar es Salaam mahakama ya Kisutu kusikiliza hilo shtaka la uongo ambalo Mheshimiwa Lissu amepewa.